Kila kitu unachokiona kwa hapa duniani ambacho kipo hapa duniani, unachokiona wewe kipo na nguvu fulani hivi katika maisha ya mwanadamu. Haijalishi ni kitu gani, ila kila unachokiona hapa ulimwenguni kipo na kina nguvu fulani katika maisha ya mwanadamu. Haijalishi ni pesa, ni mawe, miti, ardhi, chochote unachokiona wewe, hata kama ni mimea, ipo na nguvu fulani katika maisha ya mwanadamu. Ambacho tukao kitambue ni kwamba kina nguvu fulani katika maisha ya mwanadamu. Na nguvu zipo za aina mbili katika maisha ya mwanadamu. Kuna nguvu mbaya na nguvu nzuri. Nguvu nzuri ni ile ambayo mwanadamu huitumia na umsaidia kufanikisha mambo yake, lakini nguvu mbaya ni ile ambayo mwanadamu itakapomsogelea ama kuitumia, maana kwamba inaharibu mambo yake. Ukiona unazidi kufanikiwa sana kipesa, tambua kwamba ipo nguvu ya pesa inayosababisha uzidi kufanikiwa kipesa. Ukiona unazidi kufanikiwa kipesa, tambua kwamba ipo nguvu ya pesa inayoweza kusababisha uzidi kufanikiwa kipesa. Kama nilivyokuambia kwamba zipo nguvu nzuri na nguvu mbaya. Kikubwa kabisa, tega sikio lako kwa makini ili uweze kunielewa ni nini ninachoweza kuzungumzia. Pesa huwa inavutiwa na vitu vizuri, yaani pesa inavutiwa na nguvu nzuri ama vitu vizuri. Hapa nitakufundisha nguvu inayoweza kuivutia pesa. Elewa kwamba pesa siku zote huwa haikai sehemu ambapo kuna nguvu mbaya. Nguvu mbaya unaweza ukawa umezisababisha mwenyewe wako kwa nguvu mbaya ndani mwako, ama zikawa zimeletwa na mtu mwingine, au asiyote mtu mwingine, ikawa ni wewe. Nguvu mbaya inawezekana zikawa ni kelele ambazo umekuwa una marumbano kati yako na mwenza wako, ama kati yako na familia yako, umekuwa hakuna mapatano kabisa. Hizo pia ni nguvu mbaya. Sasa kama kelele ni nguvu mbaya na marumbano ni nguvu mbaya, hapo unaweza kukubaliana na mimi, familia ambazo zina makelele kwa sana, maana yake hazinaga maendeleo. Si zote, baadhi, yani asilimia kubwa unakuta hazina maendeleo, kwa sababu nguvu ya kipesa haiwezi kukaa kwenye kelele, haiwezi kukaa kwenye marumbano, na wengi wao huishia kupoteza. Kwa hiyo ili usipoteze, cha kwanza kabisa, epuka kelele nyumbani mwako, lakini pia epuka marafiki wasiokuwa na mwelekeo, yani mpangilio maishani mwako, kwa sababu kuna watu ambao hutembea na nguvu mbaya. Kama nguvu hiyo itaingia nyumbani mwako, basi itaifanya amani ya familia yako iweze kukosekana. Unaweza kukubaliana na mimi, anaweza kaingia mgeni nyumbani mwako, ukaishi naye, ukampokea kwa wema, lakini yule mgeni alipoingia tu, kila kitu ndani kilibadilika. Mlikuwa mnaishi kwa amani, zikaanza vurugu, yakaanza makelele, yakaanza malumbano, na hata kwa haraka msiweze kuelewa kwamba yametokana na nini, lakini kabla ya huyo hakukuwa na makelele. Hiyo unaweza kukubaliana na mimi. Kuna baadhi ya watu mpaka dakika hii ninayozungumza, au wewe unayetazama video yangu, ulikuwa ukiishi ama mlikuwa mnakaa kati yako na mwenza wako na familia yako binafsi mwenyewe, kulikuwa hakuna kelele, lakini baada ya kuingia mtu fulani katika familia yako, kuna kelele zimeanza kutengenezwa, na hizo zinaweza kusababisha hata ndoa kuvunjika ama kupoteza kabisa amani ndani ya familia. Sasa hizo pia ni nguvu mbaya. Ili kuepukana na nguvu mbaya, nitakufundisha ni namna gani unaweza kuziondoa nguvu mbaya hizo ndani ya familia yako ama ndani ya nyumba yako, ili uweze kutengeneza nguvu ambazo ni njema ama nguvu nzuri. Maana ukiendelea kukaa na nguvu mbaya ama nguvu mbaya ikiendelea kutawala ndani ya familia yako, maana yake kwamba hata uchumi wako utayumba. Ili uchumi wako imarike, kitu pesa ni lazima kiweze kupatikana katika familia yako, pesa isiweze kukauka. Lakini kama pesa itakauka, basi hamna chochote ambacho unaweza kufanya. Ili sasa pesa isikauke, kuna mambo ya kuzingatia ambayo unatakiwa kuyafanya ili kuivutia pesa kuendelea kuwa nayo na pesa kuendelea kuongezeka, kwa sababu pesa inahitaji kwenye amani na utulivu, haihitaji kwenye kelele na marumbano. Kwa maana kunapokuwa kuna kelele na marumbano, siku zote huishia kupoteza. Utashangaa uchumi wako unashuka. Kama ni kazi, unaweza kushangaa umefukuzwa kazi bila kuelewa sababu ni nini. Jambo la kwanza kabisa, hakikisha una chumvi ya mawe.
Tunapozungumzia chumvi ya mawe, ni chumvi ambayo haijapita kiwandani, kwa sababu chumvi ikipita kiwandani huwa inapunguziwa nguvu zake za asili. Kumbuka, katika nguvu za kiulimwengu, nguvu za asili ambazo ziko ndani ya chumvi inayochimbwa ni chumvi ambayo ina nguvu za asili, na ndio maana unaweza ukaona hata baadhi ya madhehebu hutumia chumvi katika kutakasa ama kutabaruku makanisa ama madhehebu mbalimbali. Kwa hiyo chumvi ya mawe Mungu ameipatia nguvu. Wakati Mungu akiumba alikuwa akinena na vitu vinatokea na vitu vinakuwepo. Kwa hiyo katika chumvi na maji Mungu amevipa nguvu sana vya kuweza kudhibiti na kuzuia maovu, lakini na kuondosha zile nguvu mbaya na kuingiza nguvu njema. Baada ya kuhakikisha kwamba umekwisha kupata chumvi ya mawe, kitu cha pili ambacho utakuwa uwe nacho ni glasi ya udongo ambayo inaweza kuonesha kitu kilichomo ndani. Yaani ukishaweka glasi hiyo kama unavyoona hapo katika video, maana kwamba kilichomo ndani kinaonekana kwa nje. Tatu ni kijiko. Kile kijiko ni kijiko unachokitumia kulia chakula. Kijiko cha namna hiyo lazima uwe nacho kijiko kimoja pia. 4, inakubidi uweze kuwa na maji masafi. Uwe na maji masafi. Ni maji yoyote, ila yanatakiwa kuwa maji safi na salama. Baada ya kukamilisha vyote hivyo kuwa navyo, hatua ya kwanza utachukua kijiko kimoja cha chumvi ya mawe utaweka ndani ya glasi. Kisha utachukua maji masafi utamimina ndani ya glasi. Baada ya kumaliza kumimina, usije ukatikisa ama ukakoroga, viache hivyo hivyo kama jinsi ulivyoweka. Chukua ile glasi, nenda kwenye kona ndani ya chumba chako ama ndani ya nyumba yako, kaweke kwenye kona, iweke na uiache pale itulie. Utaiacha ndani ya masaa 24, kisha utaiangalia. Kama utakuta hakuna nguvu yoyote mbaya iliyoingia pale, basi utaendelea kuiacha ndani ya wiki moja. Baada ya wiki moja iangalie, kama hakuna iache ndani ya mwezi mzima. Lakini kama itaisha bado haujaona chochote, basi mwaga, weka nyingine pia. Weka kwa kufuata kama nilivyoweza kukuelekeza. Sasa mtu anaweza akajiuliza kwamba anawezaje kubaini kwamba kuna nguvu za giza zimekwisha kuingia ama nguvu mbaya zimeingia ndani ya ile glasi yenye maji na chumvi ya mawe? Nguvu mbaya inayoingia, inawezekana ukaona ndani ya glasi yako kwamba kuna utando fulani. Ule utando ni ishara tosha kwamba hiyo ni nguvu mbaya. Ama ukaona kwamba kuna unjano fulani kwenye maji, hiyo pia ni nguvu mbaya. Au ukaona weusi fulani ndani ya maji, hiyo pia ni nguvu mbaya. Au ukaona vimatone ndani ya maji, hiyo pia ni nguvu mbaya. Nguvu mbaya, yani nikwambie kwamba kile utakachokikuta ndani ya glasi yako tofauti na vile ulivyoweka mwenyewe na muonekano ule, ukakuta kuna muonekano tofauti, labda maji yamebadilika rangi ama chochote kimeingia kitu ambacho sio chenyewe, hiyo ni nguvu mbaya. Baada ya kuona kwamba kuna nguvu mbaya, chukua yale maji kayamwage ndani ya choo, katika lile sinki la choo. Nadhani sinki la choo mnalifahamu. Kamwage ndani ya sinki, kisha flashi kwa maji yale yaweze kuondoka yote. Usije ukamwaga katika ardhi, juu ya ardhi ya eneo lako. Ukimwaga juu ya ardhi ya eneo lako, maana kwamba bado haujaondoa ile nguvu mbaya. Basi nguvu ile ambayo utakuwa umemwaga pale maji kwenye ardhi itarejea kukusumbua. Kwa hiyo ili sikusumbue, nenda ukamwage chooni. Chooni kule ndio kamwage ndani ya sinki lile, na kisha uflashi kwa maji, na ile nguvu yote mbaya itaingia mle, na kisha endelea kufanya zoezi hilo mpaka pale nguvu yote ile mbaya itakapokwisha. Baada ya kwisha ile nguvu mbaya, basi utaona sasa amani inarejea katika familia yako, na nguvu ya kipesa unaendelea kuivutia na kuwa nawe. Haitaweza kukauka pesa ndani mwako kama tu utakuwa umefanya hivyo na kuyabaini hayo na kuyatekeleza kwa haraka. Lakini pia niliwahi kuulizwa na mtu mmoja akidai kwamba mtoto wake amekuwa akilia sana usiku, hususan ni usiku wa manane. Sasa hapo huwa kuna nguvu pia ambayo inasababisha mtoto aweze kulia. Kumbuka, mtoto ni malaika, anapokuja ulimwenguni huja kwa ajili ya kuweka usimamizi mzuri na ishara nzuri.
Lakini kama atakutana nguvu mbaya iko imezidi ndani ya nyumba, basi yule mtoto lazima ataweza kusumbua. Sasa ili yule mtoto asiweze kusumbua, ile nguvu mbaya iliyomo mle inabidi iondoke. Sasa itaondokaje ile nguvu mbaya? Cha kufanya, chukua chumvi ya mawe kijiko kimoja, weka ndani ya glasi, na kisha baada ya kuweka ndani ya glasi weka maji. Baada ya kuweka maji, kaweke ndani ya uvungu wa kitanda kile mtoto anachokitumia kulalia majira ya usiku, na kisha ile nguvu mbaya itaanza kufyonzwa ama kunyonywa taratibu na kuingizwa ndani ya glasi. Ishara ni zile zile ambazo zinaweza kuziona kama nilivyoelekeza pale awali, kwamba inawezekana kukuta kuna utando ama maji yamebadilika rangi ama kuna weusi ama vitone ama chochote kulingana na ile nguvu mbaya. Kwa hiyo chukua yale maji kayamwage na kisha badilishia uweke mengine. Tazama ndani ya siku moja, ni masaa 24 mpaka ndani ya siku 7. Kama masaa 24 itakuwa bado hajabadilika, hujaona chochote, basi nenda hadi wiki moja, tazama. Ukikuta umebadilika, mwaga na uweke mengine, na fanya zoezi hilo kila mara mpaka pale zile nguvu zote mbaya zitakapokwisha. Jinsi unavyoendelea kufanya, utaona mtoto ataenda inabadilika ile ratiba yake. Kama alikuwa akianza kulia saa 6 mpaka saa 10, utaona kuna nyakati, kuna siku atakuwa akisinzia bila kusumbua chochote, bila kulia ama kutoa ishara yoyote ile ya kuingiliwa na nguvu mbaya. Lakini kuna wakati atakuwa akisumbua. Itakapoenda kabisa hadi inaisha, basi yule mtoto hataweza kulia tena wala kusumbua, maana kwamba nguvu mbaya imeisha kabisa na mtoto yule anabaki salama. Sasa kuna jambo la kuzingatia katika kutekeleza masuala ya kiulimwengu ama nguvu za kiulimwengu kuondokana na matatizo haya. Jambo la kwanza kabisa, hakikisha unaamini kile unachokifanya kwamba utafanikiwa. Imani yako ndio inayokufanya ufanikiwe. Kama hauna imani, haiwezekani. Wakristo tunasema kwa jina la Yesu hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo fanya ukiamini kwamba kile unachokifanya kitafanikiwa. Lakini pia nikufundishe njia ya pili ya kuweza kutumia na kuweza kujikinga na kuondoa mikosi na matatizo mengine yote ndani na nguvu zile zote zile mbaya. Njia nyingine ya pili, chukua karafuu punje 7. Niwahi kufundisha kuhusiana na namba 11, namba 22 na namba 33 katika maisha ya mwanadamu. Na leo tuko na namba 7. Namba 7 hii huwa ni kwa ajili ya bahati, na hususa huwa ni bahati ya kifedha. Sasa hapa cha kufanya, hakikisha unakuwa na punje 7 za karafuu. Kitu gani unatakiwa kifanye baada ya kuwa na punje 7 za karafuu? Utachukua chumvi ya mawe kijiko kimoja, utaweka ndani ya glasi inayoonyesha kitu kwa nje. Yaani glasi ile inatakiwa ya udongo ionyeshe kitu kwa nje kilichomo ndani yake. Na pili, utaweka punje 7 za karafuu, utaweka maji. Baada ya kumaliza kuweka maji, utaona sasa karafuu itapanda juu na kisha chumvi ya mawe itashuka chini. Baada ya kushuka chini, kitu kinachofuatia kingine, utaweka silver. Hii ni pesa, kwa hiyo utachukua shilingi 500 ya silver utaweka. Baada ya kuweka, utaenda kuweka kwa ndani, usitikise. Sawa, ibebe hivyo hivyo kwa utulivu, ukaikalisha kwenye kona. Lakini bado kuna mwingine, inawezekana katika inchi, kwa sababu inchi zinatofautiana. Kuna baadhi ya inchi hazina silver, kuna baadhi ya inchi ambazo hazina silver. Kama inchi haina silver, usiumize kichwa kwamba utafanyaje. Ambacho tukio kifanye, unaweza ukachukua cheni ya silver ama eleni ya silver ama bangili ya silver. Kati ya hivyo chochote kimojawapo ambacho unaweza kuwa umekipata wewe kwa urahisi, chukua na kisha utadumkiza mle. Si kwamba lazima iwe ya gharama kubwa, hata kama ingekuwa inauzwa shilingi 200, lakini iwe ni silver. Chukua na uweke mle. Baada ya kuweka mle, chukua sasa yale maji ambayo yana mchanganyiko wote, chumvi ya mawe, maji, karafuu, punje 7, ambazo zile punje 7 ni kwa ajili ya bahati ya kifedha. Kama unaishi Tanzania, hakikisha unaweka shilingi 500. Tunapozungumzia 500 ya silver ni ile nyeupe. Usije ukachukua 100, 200, 200 zikawa 500. Hapana, ni silver, yani nyeupe. Uchukue ile 500, ile shilingi 500 nzima
udumbukize mle. Baada ya hapo, kaweka kwenye kona ndani ya nyumba yako ama chumba chako, na kisha itaanza kufyonza zile nguvu zote mbaya, ikiwemo nguvu za giza zote, nguvu mbaya zote unazojua kwamba ni nguvu mbaya, itaanza kuzifyonza. Jambo la kuzingatia hapa, utabadilisha hayo maji ndani ya siku 30, yani ndani ya mwezi mmoja. Ndani ya mwezi mmoja utakuwa umekwisha kuona matokeo, maji yameweza kubadilika na kuwa ya rangi tofauti tofauti. Yanaweza kawa ni njano ama yakawa na utando ama weusi fulani ama matone mle ndani yasiyoweza kueleweka. Baada ya kuziona hizo nguvu mbaya ndani ya glasi yako, basi chukua ile glasi yako, toa ile pesa uliyoweka mle, ile 500 ya ile silver ama kile kitu cha silver. Inawezekana umeweka cheni, eleni ama bangili, toa. Kisha yale maji kayamwage kwenye tundu la choo ama kamwage katika sinki la choo, na kisha uflash. Usije ukamwaga katika ardhi, chonde, usimwage katika ardhi ya ile eneo unaloishi. Ukimwaga pale hujafanya chochote, kamwage kule. Baada ya kumwaga kule, tengeneza tena kwa mara nyingine utaratibu ule kama nilivyoweza kuelekeza, na uweze kuweka ndani ya nyumba mpaka pale zile nguvu mbaya zote zitakapokwisha. Utakapoona zile nguvu mbaya zitakapokuwa zinaenda zinapungua ama zinakwisha, utakuwa unaona kipato chako kinazidi kuongezeka. Kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kutembea channel hii, hakikisha unaweza kusubscribe kisha unaruhusu alama kengele ili kila tutakapotoa taarifa zetu uweze kuzipata kiurahisi zaidi. Lakini pia nikukumbushe, unapo comment hakikisha unatuandikia ni wapi unapatikana, unatufuatilia kutoka nchi gani, ama ndani ya nchi ni mkoa gani ambapo unatufuatilia ukiwa. Jina langu ni Cassius Mwanga. Usikose kutufuatia katika vipindi vyetu vijavyo.